Urusi inakiri kwamba ni Korea Kaskazini ambayo imesaidia katika ukombozi wa mkoa wa Kursk ambao ulivamiwa na Ukraine na ulikuwa chini ya Ukraine. Urusi imesema kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walisaidia kukomboa eneo hilo la Kursk, ambapo wanajeshi hao walionyesha ustahimilivu na ushujaa pamoja na vikosi vya Warusi, na hii ni kwa mujibu wa mkuu wa wafanyakazi Valery Gerasimov ambaye amesema hayo. Jenerali mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amepongeza mchango uliotolewa na wanajeshi wa Korea Kaskazini katika kusaidia kukomboa mkoa wa Kursk kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Alitaja juu ya ustahimilivu na ushujaa wao wakati wa operesheni hiyo, ambapo Moscow imesifu kama mafanikio makubwa katika kampeni yake dhidi ya vikosi vya Kiev. Jeshi la DPRK kwa maana ya Korea Kaskazini limefanya kazi bega kwa bega na jeshi la Urusi katika mkoa wa Kursk, ilionyesha ujasiri na ushujaa, Gerasimov alisema wakati wa ripoti kwa rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Jumatano ya wiki hii. Jeshi la Urusi sasa limekomboa kabisa eneo la mpaka kutoka kwa vikosi vya Ukraine, Putin alitangaza. Kulingana na Gerasimov, vikosi vya Ukraine vilipata majeruhi zaidi ya 76,000 ikiwa ni pamoja na wengine kuuawa na kujeruhiwa vibaya wakati wa uvamizi wao katika mkoa wa Kursk ambao waliuzindua mnamo mwezi Agosti mwaka uliopita 2024. Hata hivyo, Urusi ilitumia nguvu kubwa katika eneo hilo na hadi kuamua kuyatumia majeshi ya Korea Kaskazini kwa Bwana Kim Jong-un. Ikumbukwe Korea Kaskazini na Urusi walisaini mkataba wa ushirikiano wa kijeshi, na hivyo taifa moja likivamiwa basi taifa lingine litasaidia katika utatuzi wa uvamizi huo, na hivyo Korea Kaskazini ikaingiza wanajeshi zaidi ya 10,000 ambao waliingia eneo la Kursk na kuanza mapambano. Wanajeshi wa Urusi kwa sasa wanaendesha operation za kutafuta wanajeshi wote wa Ukraine waliojificha katika maeneo yaliyokombolewa, aliongeza afisa huyo wa kijeshi. Vikosi vya Moscow pia vinafanya kazi ya kuanzisha eneo la usalama katika mkoa wa Sumi wa Ukraine, ambapo wanadhibiti makazi 4 na zaidi ya kilomita za mraba 90 za eneo. Wakati huo huo, makazi 19 katika mkoa wa Kursk yameondolewa kwenye migodi, kulingana na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi. Putin aliwashukuru wahudumu na wapiganaji wa Kirusi walioshiriki katika kuyalinda makundi ya Kinazi mamboleo yaliyovamia eneo hilo majira ya kiangazi iliyopita. Gerasimov alisema wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wakishiriki katika ukombozi wa mkoa wa Kursk wa Urusi chini ya mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Moscow na Pyongyang ambao ulianza kutumika mwezi Desemba mwaka uliopita. Mkataba huo unatoa msaada wa kijeshi wa pande zote katika tukio la shambulio na kuahidi msaada wa haraka kwa njia zote zitakazopatikana chini ya kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Utekelezaji wa makubaliano hayo ulifuatia madai ya Marekani na uungaji mkono wengine wa Kiev kwamba Pyongyang ilituma wanajeshi 12,000 nchini Urusi kwa mafunzo na uwezekano wa kutumwa katika mzozo wa Ukraine. Wakati huo huo, Moscow na Pyongyang hazikuthibitisha wala kukanusha taarifa hizo. Putin alisema ni juu ya mataifa hayo mawili kuamua jinsi ya kutekeleza majukumu yao chini ya mkataba huo. Akizungumzia sifa za Gerasimov za kuhusika kwa Korea Kaskazini, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova aliandika katika Telegram kwamba Urusi haitasahau marafiki zetu kamwe, alieleza Maria Zakharova. Mtazamaji wa The World News, bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Ikiwa bado hujafanya hivyo, utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.